Masai Channel tenebo Mareshoro Losholang. Ilikuwa nakaa pale, nakumbuka wimbo moja tulikuwa tunaimba kipindi kile. Agira na yaro ndena da musingole legra nyapa. Wakati injili ya nguvu ya neema ya Kristo inaanza wilaya Longido. Era na agira ligero idarude Longido. Tulikuwa watu wa chini. Ngabalo ngana liabori na gara. Hatukuwa na chochote. Migia rabonyo. Hatukuwa na majina. Migia rabangar. Hatukuwa na mali. Migia ramasa. Hatukuwa na chochote. Migia ronyo. Lakini tulikuwa na injili. Age kia rabe ligero. Na Mungu alituahidi kwamba nitakuwa pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Migia bayo ganga yajo gari ne bonda ba. Tukaa tunaimba wimbo moja nasema. Nigra nyabo singolioji. Riwayoki yankayai. Holjamba lino mashomo baba na hakalo riwayoki yankayai. Holjamba lino mashomo baba na hakalo riwayoki. Hebu tumpigie huyo Mungu makofi. Maro shogina engai. Kwa neema hii ambayo Mungu amenipa, wale ranabiri sina isho angai. Nataka tuangalie neno la Mungu kwenye kitabu cha Samueli wa pili. Ayenege ngororo ile angai rembuga Samueli yare. Sura yake ni 23. Urigere amadu rigira mokuni. Mstari wa kwanza na 4. Urigere ile dokoya oliongwan. Kitabu cha Samueli wa pili. Rembuga Samueli yare. Mlango mstari wa kwanza hadi wa 4. Tigira mokuni urigere ile nyele dokoya mpaka oliongwan. Bwana Yesu asifiwe. Messi swala irodiani. Naitwa maneno ya mwisho ya Daudi. Irone yoba yogolole Daudi. Basi haya ndiyo maneno ya mwisho ya Daudi. Daudi mwana wa Yese anena huyo mtu aliyeinuliwa juu, yeye Masihi wake, Mungu wa Yakobo, mtungaji wa nyimbo za Israeli, mwenye kupendeza. Wore rara kulolo mono abayale Daudi. Irore ile Daudi wala yoni le Yese. Irore ile ilo rongani wele begi ya shumara ilubugogino elarara ngaya Yakobo ilo oranyusungoliotino omelo le Israeli. Roho ya Bwana ilinena ndani yangu na neno lake lilikuwa ulimini mwangu. Irori rengianget wala irori yanitenanu etiorore lenye orngajavlai. Mungu wa Israeli alisema, mwamba wa Israeli aliniambia, atawalaye wanadamu kwa haki, akiwatawala katika kicho cha Mungu. Ero engai ya Israel ariaka endabidabo ya Israel tenera rungani resibara runganak naitore teoria rangai. Atakuwa kama nuru ya asubuhi, jua lichapo, asubuhi isiyo na mawingu, lachipuza majani mabichi juu ya nchi kwa mwangaza baada ya mvua. Nera wangagi ninje ene wangananga Kenya ene enkolong na wangure tade Kenya meri nkarambo ene njana irubulungu jirenkop. Bwana Yesu asifiwe. Messi si Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Messi si Yesu. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Messi si Yesu. Nimetanguliza shukrani zangu na heshima zangu kwa viongozi wangu. Airukunya na sheto ala rikola inei. Kwa walioko hapa. Tolo riene. Wa vyama na serikali na mila. Lencha mawale serikali wale mila. Baba zangu walionizaa wa mama. Lo babala roiruo no yeyo. Lakini pia watu wa rika yangu walioko hapa. Rungana le sirira yo riene. Wachungaji wetu. La iriralan. Mungu awabariki sana. Merama yananda ngai. Neno hili nataka tuangalie kiongozi ni nani. Ayinege ngurajo kanga ya larigoni. Kama kuna kitu kinahitajika katika kila taifa, kila kabila na kila kaya, ni kiongozi. Denera ndo na yoni rolosho, tebogi siri, tebogi aji no larigoni. Si kwamba dunia hii imekosa watu wenye akili. Magara la nako belungana kangeni. Si kwamba Tanzania imekosa watu waliosoma. Magara la Tanzania lungana ko isomare. Si kwamba Longido imekosa watu walioelimika. Magara la Longido lungana ko honore lakini kinachokosekana siku zote wera na gira yala ni kupatikana mtu aitwaye kiongozi. Na berumia lungani ora larigoni. Kiongozi ni tumaini la kesho la watu. Wala larigoni na osiligila ndai sere. Tumaini la nchi yote na kaya yote na taifa lolote. Osiligila bogyo show. Ni kiongozi. Na larigoni. Haya ni maneno ya mwisho ya mzee mmoja aitwaye Daudi. Irore kulabaye, larbayano boji Daudi. Ilikuwa ni wasia yake ya mwisho kwa kijana wake Sulemani. Yangiranaba na bayera la yoni lenye solo. Huyu mzee alipoona kwamba sasa ni wakati wa kuacha uongozi. Wale bada la jangara na ngweri kore. Alitoa dira ya uongozi kwa ajili ya kijana wake kesho. Nera wene konari ya kore rangara yola yola nyara isere. Bwana Yesu asifiwe. Messi si Yesu. Tutaisema tu hiyo injili. Kili mwage.
Daudi alipokaribia kuondoka, ore raagelo Daudi akaongea wasia wa mwisho ya namna inavyotakiwa uongozi kukaa juu ya kijana wake Sulemani. Nerengirana barana bayana yeuni alarikoni beru rashumara la yole nye. Akawaambia ni maneno ya yule mtu wa Israeli aliyeinuliwa juu sana. Ledo irone ili la runga le Israel wele bunyaki shumara oleng. Mwamba wa Israeli anaongea. David dabo ya Israel na rorera. Anazungumza juu ya mtumishi wake Daudi, mtu aliyeinuliwa sana. Ne magi shumara Daudi. Neno kuinuliwa kwa Daudi. Daudi alikuwa ni mtoto wa 8 katika uzao wa baba yake. Daudi ne ngara yeisir yani isho ya nani kijana mdogo ambaye wazazi wake na watu wengine hawana matumaini yote juu yake. Wale kijana ya bagirila mera rungani orosili gira ninye. Lakini ajabu ni kwamba yeye ndiye aliyeinuliwa katika uzao wa mama yake na baba yake. Kage warange ngasia ninyi le bunyagiri aro isho ya nani. Alikuwa mchunga wa kondoo. Ola hirani ya bala ongera. Lakini alikuwa mwanaume shujaa sana. Kage laba magilani. Na akasema mtu akitawala watu. Nedo tenera rungani rungana. Mtu akitawala watu kwa haki. Tenera rungani rungana resibara. Mtu akitawala watu kwa hofu ya Mungu. Tenera rungana re uriaranga. Haya maneno ni makubwa mawili makubwa sana. Yore yare kage sabuki. Kuna neno haki. Yare resibara. Kuna neno hofu ya Mungu. Yare uriaranga. Si kwamba tumekosa viongozi. Mela ligogirala. Si kwamba wamama hawazai viongozi. Mengi duang ne meula ligo. Hapana. Menija. Inakosekana haki. Kagira yala wesibara. Inakosekana haki. Kagira yala wesibara. Mataifa yote ya Afrika. Wale losho mogili Afrika. Mataifa yote, makabila yote. Wale ngabila rinbo kin. Si kwamba wamekosa watu wa kusimama mbele yao. Magara la lungana kwa ira shara dogo ya nje. Hapana. Kilichokosekana. Wale anaralagi. Ni haki. Esibara. Si kwamba unapochaguliwa mbele ya watu. Teneki galo ni merairi dogo ya lungana. Ashana shirangara na require. Asante kwa ajili ya kwaya. Elanya na inago esidai. Wameimba vizuri. Ndio gere waire ye. Anasema tumekuagiza. Chabo dinirele mogirwa. Nenda kule kwa mashujaa. Kama ni buri ole ngok. Nenda kwa mashujaa. Siage. Waambie. Hii barabara. Tunataka barabara. Siaki. Waambie. Hiyo sibiradi. Tunataka hospitali. Wamama wasizae njiani. Hiyo sukulu. Tunataka shule. Kama ni buri ole ngodi yaki. Nenda kwa mashujaa waambie. Asante kwa ajili ya Mungu awabariki. Ashamuri waiti. Mmemtuma. Shida ngerewaro tu. Kumtuma sio shida. Lakini anaweza kuwa mwenye haki. Anaweza kuwa mwenye haki. Viongozi tulionao kwa majira haya sio kwamba sio kiongozi. Sio kwamba hatujakuchagua. Sio kwamba hatujakusikia. Tatizo lako hauna haki. Mungu anataka yeye angai kiongozi wa haki. Larikoko arasebara. Kiongozi wa haki. Larikola sebara. Kama hakuna haki. Tenemberi asebara. Kiongozi wako. Wala rigora ino. Ni porojo. Na pesho. Kelele za ovyo. Orele pesho. Nganya. Kote. Hakuna chochote. Teriono. Kiongozi wa kweli. Wala lariko. Lazima samia haki. Ni rashege asebara. Bila kubagua. Nemegeli shoko. Kuangalia kabila. Nemegeli kuangalia nani. Nemegeli anasimamia haki. Ni rashege asebara. Mtu yoyote. Funga ni boge. Mtu yoyote. Funga ni boge. Mtu tajiri. Funga ni gasi. Mtu masikini. Funga ni sina. Sifa ya ni dasi badenya adokoya. Haleluya. Haleluya. Nimejalisha ajira yele mila hiroliai. Haijalishi wewe ni wa mila au wa nani. Kiongozi ni kiongozi. Wala laliko ni nani laliko ni yake. Kiongozi ni kiongozi. Laliko ni yake. Kiongozi ni kiongozi. Wala laliko ni nani laliko ni yake. Haijalishi ajira yele mila. Haijalishi ajira yele serikali. Haijalishi ajira yele chama. Tunataka haki. Kiyewe asema. Wananchi wa Tanzania. Wala la Tanzania. Wananchi wa kata ya Ngekare. Wala wananchi la Ngekare. Nataka diwani mwenye kupenda. Yeye diwani anarasema. Nataka mtu mwenye kupenda. Yeye diwani anarasema. Kiongozi wa halmashauri. Wala laliko ile halmashauri. Kiongozi yoyote yule. Wala bwaja aliko. Nataka mtu mwenye haki. Yeye wanangani alikasema. Nataka mtu mwenye haki. Yeye wanangani asojasema. Kusimamia haki. Kiongozi wa kweli. Ndio aliko anasema. Mela liko migara. Sio kwamba hatuna viongozi. Mela liko lemeri. Sio viongozi hawapo. Esibara nemeri. Haki ndio hamna. Mera ya sibara. Hakuna haki. Nado siye mahali. Acha nikwambie. Watu ni wa Mungu sio wa kwako. Wala lungana na langa imeli nono. Watu sio wa kwako. Meli nono lungana. Hata watu. Wala lungana ni wa Tanzania. Ile Tanzania. Lakini kage wako chini ya Mungu mwenyewe. Akori yanga yeye. Sio wa kwako. Meli nono. Ilikuwa siku moja. Wala na bolo. Juzi tu nilikuwa mahali fulani. Aria wewe nede. Nilikuwa nasuluhisha kesi moja mbaya sana. Agira arisha Allah rabalobora. Nikamwambia mzee mmoja. Adagira bayano bo. Watoto ni wa kwako. Ngonono ngera. Watoto ni wa kwako. Ni nono ngera. Ikiwa bado unawatunza. Yara ni ramarira. Bado unawapenda. Yara ni no. Bado unawajali. Yara ni shala. Lakini ukiwanyanyasa watoto hao. Agira ni ngera. Kwa ni wa jamii. Na serikali itawasimamia. Maana ukiwanyanyasa. Lazima uongozi usimame. Lazima bila serikali. Watu sio wa kwako. Wala lungana meli no. Hata watu wange
sukari Ara lengi si wa Mathayo. Mela Mathayo. Yeye ni kiongozi wao. Alariko ni Lakini nani? wanachotaka Kalora na sio yeye. majina. Benga. Sio ukubwa. Je, unapenda haki? Ndore sibara. Siku hizi ukichaguliwa, jambo la kwanza unaanza kuvimba ili wakuone. Lakini utapendaje haki wakati haumuogopi Mungu? Utampendaje haki na umpendi Mungu? Nataka nisumuze matatu muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu. Utanguli, dunia imechoka na viongozi wa miiba. Waovu na wasiojali raia. Wa nchi zao. Kama rushwa, uongozi wa kibabe. Watu wanaopoteza matumaini. Na watu wanapoteza matumaini chini yao. Daudi alipokaribia kufa, akaachia kipimo cha uongozi wa kweli. Mamlaka ya kiongozi hutoka wapi? Unapotaka kuwa mwenye haki, lazima umpende Mungu. Utaongozaje watu na haki wakati uogopi Mungu? Kama unaogopi kuua, uogopi kunyanyasa, uogopi kufanya chochote, kwa sababu unafikiria kama majani. Watu ni wa Mungu. Nafasi zote mlizonazo katika nafasi yetu ni wa Mungu. Mtadaiwa. Mtadaiwa hapa na mbinguni. Mtatoa hesabu nafasi zenu za uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu mvua inanyesha, kuna mambo mawili ambaye au matatu. Anasema huyo kiongozi ambaye ataongoza kwa haki na anamcha Mungu ni kama nuru ya asubuhi. Mwambie jirani yako ni kama nuru ya asubuhi. Mwambie ni kama nuru ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie ni kama nuru ya asubuhi. Mwambie nuru ya asubuhi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama nuru ya asubuhi. Anasema kiongozi mwenye haki mwenye kumcha Mungu, sifa yake ya kwanza atakuwa kama nuru ya asubuhi kwa watu wake. Unajua maana ya nuru ya asubuhi? Maana ni kwamba usiku watu wana hofu, watu wana mashaka, wadui wa kila namna, hata wachawi. Lakini kila mtu akiona nuru ya asubuhi anapata matumaini. Anasema sasa nina nafasi ya kuishi. Maana yake ni kwamba kiongozi ni sawa na nuru. Watu matumaini katika siku mpya. Acha niseme asubuhi. Amenemejera. Nani ajui asubuhi? Bwana asifiwe. Kiongozi anaipenda haki na kumwogopa Mungu anakuwa kama nuru ya asubuhi. Unajua asubuhi? Asubuhi neno la Mungu limesema machozi hutoka usiku, lakini furaha huja asubuhi. Asubuhi ndio Wamasai wanatumia kubariki. Maana asubuhi ni usiku ambayo inafuatwa na mchana, na Wamasai hawahami jioni. Wamasai wanahama asubuhi na wanabariki asubuhi na wanalaani jioni. Kumbe kiongozi sio jioni, ni asubuhi. Asubuhi ndio vijana wanatahiriwa. Asubuhi wanamfanya mwanaume kuwa mwanaume. Nashangaa asubuhi kwa sababu kila mgonjwa jioni anaambiwa ingia ndani kwa sababu hali ya hewa ya jioni, lakini asubuhi inampenda mgonjwa. Kiongozi ikiwa asubuhi watu wote watapona,
vita itapona, shida itapona. Kuna viongozi wakiingia yani hawasalimiani, wanapigana, wanapiganisha watu, wanapigana na serikali, sio stahili kitu. Mungu kuangusha alete chini. Asubuhi ni asubuhi peke yake ndio inaogopwa na ugonjwa. Unajua ukiumwa usiku anasema huyu jamaa hatakufa, huyu anakufa usiku. Pakikucha anamwambia twende, lakini jana jioni ingia ndani, asubuhi twende. Hata hapo asubuhi hali ya hewa yake hata haiwezi kutoka. Asubuhi ukifa imwezi hata kunguni. Wewe kukuta kunguni na kukula usiku. Kunguni ikikukula usiku, usiku kucha, akikucha lazima akajifiche. Na visi wote wanakuja jioni kwenye maboga. Wezi wote waharibifu hawa wanasogea jioni, lakini pakikucha wanaenda kujificha. Viongozi tulionao wako jioni, ni jioni. Lakini huyu wewe asubuhi, ukiwa asubuhi ukisimama, Mungu anafanya amani na uponyaji na watu wanasema wamepumzika, wanapona. Kila kiongozi ulioka hapa Mungu akufanye kwa asubuhi. Wala laliko niliana karengi kare. Pamoja na uongozi mzima wa wilaya yetu. Tenebo laliko kwa ile wilaya Longi. Kiongoza na mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri. Yerikiro la nyeti ololori kali halmashauri. Mheshimiwa Ngobei na wengine wote. Ngobei tenebo kwa lekai. Kwamba jimbo la ama wilaya yetu. Wale wilaya kutakuwa na matendo ya haki. Ebuo kugea samba esibara. Ushirikiano. Ngarakinoro. Mshikamano wa wananchi. Ngebongara olunganak. Na haki ya kila mtu kwa nika yake. Wesibare bakoro nderisoro renye. Na kwa nafasi ile katika jamii. Wale sharana ra jamii. Mungu awabariki. Masai Channel, Tenebo Mareshorolosholang.